ya kuweza kukamata masoko ya nje, na vile vile hizi sheria za kuweza kuuza nje angalau hata Afrika, Rwanda, Burundi hatuna taasisi kama mfano Tanzania Women Chamber of Commerce na TPSF. Ni taasisi ambazo zina yani kuingia kuna ada kubwa ambayo mjasiriamali wa hali ya chini au anayeanza anashindwa, lakini huko ndo kwenye opportunities. Kwa hiyo mimi naomba hizo taasisi zipunguze ada zao. Kama TPSF sijui ni $2,000 sijui shilingi ngapi kwa mwanachama, na lazima muwe kikundi kikubwa. Okay. Na unaweza wakuta kule kwenye mikutano yao wanasikiza mambo makubwa tu. Hakuna sisi wanawake tunakuwa represented zaidi ya jukwaa la wanawake au wizara ya wanawake, na ambapo sasa sisi wajasiriamali tuko busy, pengine hata mikutano haitufikii wala kujua wapi kwenda. Kwa hizo changamoto ni nyingi, kwamba tuna vitu vingi vya kina mama vinavyoendelea, lakini haviko consolidated kwa umoja. Yani kwamba mimi nikitaka kupeleka bidhaa zangu nje ya nchi nipitie channel zipi? Labda mimi nataka nianzishe biashara yangu, nifanye vipi? Je, nataka vifungasho hivi niviweke vipi? Au wataalamu wa kuweza kupitisha viwango vya bidhaa zangu. Kwa hiyo unaona changamoto nyingi ni hizo: mitaji, vifungashio, masoko na elimu pia ya ujasiriamali kwa ujumla. Yani mtu atoke wapi katika level hii aliyopo hapo kwenye starting, afike level ya kati mpaka awe mfanyabiashara mkubwa kama kina Mo Dewji. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi katika role model, mimi nikisema I want to be like role model wangu ni nani, Mo Dewji au mengi kwa mwanamke sina. I need that. I need a billionaire in Africa, in Tanzania, so ili niweze kusema kwamba huyu ame break the glass ceiling na mimi nataka nifike. Mimi naona kwenye swala la hilo la changamoto kuna mambo mengi sana. Kwanza kabisa, hii mikutano inayofanyika wafanyabiashara wakubwa, mimi nadhani wasiwaite wakubwa tu, waite na wanaokuwa ili wajifunze pale kupitia wale wakubwa. Kama mkutano wa juzi, sisi tuna mambo mengi tumebeba kuliko hata wale wakubwa, sisi tulioko kati au wa chini. Alafu pia nilifikiri kuna wakati Mama Samia alisema, tulikutana, mlianza Clouds, tulikwenda pale karibu Siela, kumbuka. Alisema tupate elimu ya mlipa kodi kuanzia wale wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa hiyo wakifundishwa kuanzia elimu ya mlipa kodi, watafanyaje kutatua matatizo yao. Labda ajui kuwa kuna kwenda TFDA, kwenda TBS, ajui. Sio kwamba hataki, ajui. Kwa hiyo sasa anapata adhabu kwa kutokujua kwake. Lakini tukipata hizi elimu au tukawa na chama cha wakina mama wafanyabiashara inao tu support hata kwenye kodi, kwenye uingizaji, kwa sababu wakina mama sio wakwepaji wa kodi, ni kwamba hawajui. Kwa hiyo hizi elimu pia ni changamoto kubwa hatuna. Mimi naweza nikawa nayo, lakini kuna mtu anatengeneza batiki hana hiyo elimu. Hana elimu ya kujua atatokaje aende kuuza batiki zake nje. Kama ulivyosema hizo taasisi zingine kiingilio ni kikubwa sana. Mtu anatamani kupeleka batiki zake, anaambiwa $500, $200, batiki zenyewe zina $100 au $300. Kwa hiyo kwanza hii swala la kusema dola. Mimi namshukuru sana rais, amesema kila kitu kiweko kwenye shillings. Ukienda kwenye nchi ya wenzetu wanathamini ile hela yao. Lakini sisi unaambiwa kwa dola. Sijui kalipe nini kwa dola. Bandarini kwa dola. Tunaomba iweko kwenye shillings. Alafu tuwe na hizi jukwaa za wakina mama. Mimi nadhani sisi naomba Malkia wa Nguvu wa 2017 tukutane tuanzishe jukwaa la kina mama. Lakini mama Selina, naomba wakati nakuja kwako Sofia, tumekuwa nayo haya majukwaa naamini kwamba kwa miaka mingi, ama utanisaisha kama nakosea. Hivi vikoba si vimekuwepo miaka mingi, mnakutana nyie mnazungumza? Vikoba ni tofauti na jukwaa la kina mama wafanya biashara. Ni vitu tofauti kwa sababu kama juzi alivyoita rais, huenda wangechaguliwa viongozi wakahudhuria pale wakatoa. Hilo ni wazo tu tumelitoa leo kwa sababu ni kitu kimetujia hapa. Mnazungumzia jukwaa ama mnazungumzia access ya kuzungumza na mheshimiwa rais? Maana nadhani ni vitu viwili tofauti. La kina mama. Okay. Jukwaa kabisa. Hiyo ukishapata jukwaa, access ya kuzungumza na rais iko. Tunaweza tukawa na mkutano wetu mkubwa sana, tukamuita na akaja, lakini kuna kitu kimoja kimetujenga wa wanawake, nikiwepo mimi, tuna ubinafsi. Ukijua share ndio anatengeneza ile na anafanikiwa ununui, unataka ukanunue mtu mwingine ambaye humjui. Ukijua kwa mfano bidhaa fulani mafuta haya ni agresi,
yanakusaidia, lakini hutaki kununua ili Grace asifanikiwe. Hiyo pia ni changamoto. Au unakuta mtu, kwa mfano mimi natengeneza pads, unakuta mtu kwenye mtandao wa jamii, tuna namba zetu za simu, kuna namna ya kutupata, lakini ataikashifu kule kwenye mtandao wa kijamii, atasema vitu vya uongo ambavyo ana uhakika navyo kuwa zinamletea madhara, zinafanya nini. Ukimtafuta, njoo basi tuonane, tuzungumze juu ya hayo madhara unayopata, kwa sababu sisi tuna uhakika bidhaa zetu tunapima. Anadisapia kwa sababu tu amemjua ni Selina. Lakini inaoletwa na mchina mwingine au mtu mwingine mfanya biashara ambaye hamjui, hazisemei hata kama zinamuumiza. Okay. Kwa hiyo pia ni changamoto tunayokutana nayo. Na nashukuru sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii unamfuata mtu akulipe. Hii watu wasikilize sana. Kwa sababu mimi na uhakika na bidhaa yangu. Kama imekudhuru, tafuta namna ya kutuona, tukujue, labda una allergy nayo. Lakini unapoanza kuizungumzia poda, sijui imeletea vichunusi, imefanya nini? Sio kila mtu kwenye mtandao bidhaa yako inaweza kumfurahisha. Mimi ni mlaji mzuri wa samaki, lakini kuna samaki ambaye nikimuonja napata shida, napata allergy. Lakini siwezi kusema samaki wote ni wabaya. Lakini kuna mtu mwingine akila yule samaki haimdhuru. Kwa hiyo tafuta kile kinachokufurahisha wewe, lakini unapotaka kujaribu kuizungumzia bidhaa ya mwenzio vibaya, huyu daktari atibu vizuri. Huenda wewe ndio una shida, lakini daktari anatibu wagonjwa wengine wanapona. Kwa hiyo kuna hivyo vitu, changamoto hizo. Selina, umezungumza kitu kimoja kizuri sana, kimenichokoza kidogo. Ingawa najua Sofia alikuwa na la kwake, sijui ilikuwa nataka kudondokea wapi. Ni kitu ambacho najua watu wengi wanapenda kusikiliza, lakini hamna mtu ambaye amekizungumzia. Najua challenge tunazozipata wanawake, japokuwa statistics zimetoka kwamba wanawake ndio wanaongoza kwenye ujasiriamali. Lakini ukiangalia wanawake wengi wanafanya ujasiriamali ule wa katikati tu. Unaona, yani wengi hawajaanani kwa sababu ya mfumo dume bado upo. Umeelewa? Kwa hii lazima isiachwe kuzungumziwa jamani. Yaani tusiachie serikali pekee yake ianze kuzungumza. Hata sisi wenyewe inabidi tuzungumze hata na partners wetu au ndio waume zetu. Sio kwa ugomvi, kueleweshana jamani kwamba hii mifumo dume isiwepo. Umeelewa? Yaani ili wanawake nao waweze kuvunja hizo glassele yani. Ili tuweze wote kuwa waridi yani kushine. Sasa kama mkutano wa juzi huu umefanyika Rwanda. Ile picha dada Shia alikuwa anaonyesha hapa, hamna mwanamke hata mmoja. Walikuwa wanafungua kitu gani? Ulikuwa ni mkutano wa nini? Free trade. Ule wa free trade. Karibu 50, hamna hata mwanamke mmoja. Lakini sio alisema rais wala head of state. Wanasema hata Marekani bado hawajamwamini mwanamke kuwa rais. Ndio mfumo dume unaozungumzia. Kuna limit. Okay? Mama Samia yuko pale anafanya vizuri. Anasema umesikia sisi? Asante sana. Mfumo dume lazima uongelewe kwenye level zote. Sisi wazazi tuanzie nyumbani kwetu, tutoe mfumo dume ili tuweze kuexcel. Kwa ufupi ni kwamba unachokiza tumpe confidence mtoto wa kike, tuamini kwamba anaweza. Kuna vikundi vya wadada, unakutana na mnapangiana tena. Mike iweke vizuri Sofia. Ikifika saa moja hauko nyumbani. Umeelewa? Yaani na rush, yani maskini kuna wadada wana rush kabisa, wanasema yani jamani mimi visa yangu ni saa fulani. Lakini anahangaika. Lakini mwanamume anaweza kukaa pale akaongea na wenzake, wakapanga mikakati hata mpaka saa 5 usiku. Na hawi question nyumbani. Lakini wewe nyumbani rudi saa 5. Umetoka kwenye mkutano, unaongea nini? Yaani nini unaongea kitu gani? 5 usiku. Lakini wanaume sio, mimi simaanishi kama wanaume wanachoka kurudi nyumbani wanaenda kufanya mambo ya ajabu. No. Ni watu wamekaa, unajua inabidi umekaa umerelax, mnaongea, mnacheka, ndio hapo ideas zinakuja. Kwa hiyo haimaanishi kwamba basi mwanamke ndio tuchukulie hicho ndio iwe yani iwe visa. Lakini tutokea kila siku, lakini ikitokea kama inabidi ufanye hivyo, inabidi wanaume watuelewe, watupe hiyo yani hizo time tufanye mazungumzo kwa kurelax, mnacheka, mnaongea, unajua ndio hapo mnapojijenga. Nyie kwani mmetokea kwenye jamii gani? Nyie mmetokea nchi gani nyie? Nyie mliokaa hapa Malkia wa Nguvu, hebu niwaulize. Labda kumbe tuliwapa tuzo, kumbe nyie sio amtokei Tanzania. Mbona katikati ya huo mfumo mnaulaumu mfumo dume? Nyie mmetusua, mmepita. Hatulaumu. Labda nirudie tena. Okay. Nafikiri hapo awali mimi niliongelea kwamba niliweza kumwachisha mume wangu kazi. Na tukumbuke kwamba mwanamke ni waziri wa mambo ya ndani. Na ukiona maendeleo yanakuja, ujue ndani kuna jembe ambaye ni mwanamke. Ukiona nyumba imelala, ujue mwanamke amelala. Tena usingizi po. Sawa? Kwa hiyo nataka niseme kwamba nikienda kwenye changamoto.
Changamoto nyingine ambayo hapa haijazungumziwa ni sisi wa Tanzania kutokupenda vya kwetu. Tunajidharau sana. Na hasa mtu akinunua hii product, ndio unaiona inatangazwa sana kwenye TV, media mbalimbali, lakini akifika pale mahali made in Tanzania. Tena na mtengenezaji anamjua. Mama Grace yule. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo sisi wenyewe tunajidharau. Okay. Tumezoea kudanganywa. Na ukiona product unaweza kukuta labda ni ya Grace, inaweza kuwa hata imepelekwa huko nje, ikabadilishwa tu kinamna fulani, ikawekwa kwenye packing nyingine, alafu karudishwa Tanzania. Hapo unaweza kununua hii kwa shilingi 1000, lakini ikaletwa hapa ikauzwa kwa shilingi 15,000, 20,000, kwa sababu tunaamini kwamba kitu kikiuzwa bei ya gari ndio kitu kizuri. Kitu cha chini, yani unajua na kwanza unaona kama umezalaulika hivi. Na ndio maana hata mheshimiwa waziri wetu wa viwanda Mwijage aliongelea juzi, akasema tufike mahali tuanze kununua vya kwetu, kwa sababu unaponunua vya nje ni kwamba unaenda kuongeza ajira kule nje. Kwa mfano labda lilikuwa linakuja kontena moja la vipodozi, sawa, wote wa Tanzania mnanunua, mtu anaanza kuongeza la pili, la tatu, la nne. Je, hii ajira unakuwa umeiweka hapa nyumbani au umemuongezea ajira kule ambapo ananunua hilo kontena? Kwa hiyo tufike mahali tubadilike jamani, wa Tanzania tunaweza kutengeneza vitu vizuri tena ambavyo vinasaidia. Mmoja wapo ni mimi, ukiniangalia ni mama wa Kiafrika mzuri sana, lakini hapo mwanzo nilijaribu yule dada, unamwona ni mweupe, yule sio mweupe. Mimi nilikuwa Mwarabu kabisa, lakini vilinifanya mbaya, japo mwanzo unaona unapendeza vizuri sana, lakini nilivyoharibika ndipo wazo la kutengeneza kipodozi lilipokuja. Kwa hiyo kila mjasiriamali ambaye anaanzisha kitu, kuna namna imempelekea kuanza kutengeneza kile kitu. Asante sana. Selina, unasemaje? Rebecca? Nilikuwa nasema naunganisha hapo kwa Grace na kwa dada pale. Kwa ufupi sana. Kuhusu mfumo dume upo kweli. Lakini mimi naamini ukimpelekea mume wako taratibu, kumuingiza akili taratibu. Tatizo tunatumia nguvu. Na mwanaume amepewa nguvu, sisi tukapewa akili. Wanawake tuna akili sana ya kuteka hizo nguvu za wanaume. Lakini watoto wa sasa hivi wanajifanya wasomi, wanataka kuwa juu ya wanaume, na wanaume na wenyewe wanataka wawe juu zaidi. Ndio unaona inapelekea tunanyuma kwenda kwenye vikoba, tunanyuma kwenda kwenye vikundi kama hivyo. Lakini ukipata mume mwema mwenye kuelewa, ukimpelekea taratibu kwenye ubongo kuwa hivi vinaweza kueleka. Amna sasa hivi kwanza mwanaume anataka goalkeeper. Umeona wanataka kwanza, wakina mama sasa hivi ndio wanaingiza pesa kuliko wanaume. Wanaume wanatuchuna. Sasa hivi ndio wanatuchuna sisi. Zamani sisi ndio tulikuwa tunawachuna wenyewe wanatuchuna. Jamani. Kwa hiyo hakuna mwanaume anayetaka. Jamani. Kwa niaba ya wanaume wote msifanyie hivyo. Wanaume, mimi binafsi mume wangu hajawahi kuninyima hata siku moja ndoto yangu kuendelea. Alikuwa na support kwa 100%. Mpaka naliacha kazi kama vile Grace anavyosema. Alikuwa ameajiriwa, akaacha kazi, akaja tukaungana. Kwa hiyo ni hiyo tu kumpelekea akuelewe. Kingine kuhusu kutumia bidhaa zetu, ni kweli Grace anasema akiona tu imetengenezwa na Grace anaiacha. Mimi pia kutengeneza pad nilipelekewa na kuvaa pad ambazo hazina ubora, zikaniletea madhara ya kuugua fungus mpaka nikatibiwa Muhimbili, ndio ikanisukuma. Kwa nini nisitengeneze kitu kikasaidia kina mama? Kwa hiyo Grace amekwambia alikuwa Mwarabu, sasa hivi amerudi kwenye hali yake, na wakati yeye ni mweusi. Kwa kweli tujali vitu vinavyofanywa na Watanzania, hata kama anafanyia nje kwa sasa hivi, lakini bado amepata uchungu wa kufanya kitu chenye ubora. Muangalie sana kwa jicho la tofauti.